Mheshimiwa Silanga, Mheshimiwa Antipas, Mheshimiwa Malima. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia wizara hii muhimu ambayo imebeba uchumi wa taifa letu, imefanya kazi kubwa na nzuri, tunawapongeza sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya, hasa sisi watu wa kanda ya Ziwa kwa kukamilisha daraja la Busisi. Ni kiungo kikubwa sana kwa wananchi wa kanda ya Ziwa, na kwa maana ya kwamba litafaidisha sana kiuchumi katika maeneo ya kanda yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze Mheshimiwa Waziri na naibu wake, lakini niwapongeze watendaji wakiongozwa na Katibu Mkuu, bila kuwasahau watendaji wangu wa mkoa wa Simiyu, Injinia Mkumbo na timu yake, kwa kupanga mikakati mizuri katika mkoa wetu wa Simiyu na kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, niombe tu Mheshimiwa Waziri na timu yako, yako maombi na mipango mizuri ambayo tumeifanya katika mkoa wetu wa Simiyu kupitia kamati ya ushauri ya kimkoa. Yako mabarabara ambayo yanatakiwa kupandishwa hadhi. Ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri, ikifika muda katika maeneo katika mpango huu ambao tumependekeza kuleta kwako, na barabara hizi zitaunganisha kiuchumi katika maeneo katika mikoa tunayopakana nayo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nikwambie Mheshimiwa Waziri, barabara hizo ni Ruguru la Gangabilili, Migato Ndololezi Bumela, Nyangokorwa Somanda. Ni barabara ambayo inaunganisha wilaya 3. Lakini ukija barabara jingine ambalo tumeleta maombi katika maeneo yako, linapita kwenda Ndololezi Nkuyu, linakwenda mpaka Igego ambako kuna machimbo, kuna madini, lakini vile vile kuna airport ambayo inayojengwa kwenye maeneo hayo. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, basi katika maombi hayo yafanyie kazi kwa kupanua mtandao wa barabara. Barabara nyingi unazozijenga katika maeneo yetu ya mikoa mfano ya Simiyu ni barabara moja ambayo muda wote barabara hiyo inapitika kwa muda wote ni moja ile. Kwa hiyo kila baada ya muda mchache, miezi miwili, barabara lazima iharibike. Lakini kwa barabara ambazo tumekutajia hizi, ukizifungua utatengeneza mwanya kwenye maeneo mengine ya kupumlisha ili iende vizuri zaidi. Lakini kwa barabara jingine Mheshimiwa Naibu Spika, la kutoka Gambasingu Nkoma kwenda Mwamigagani, ambalo hili barabara likitengenezwa linakwenda kukutana na wilaya ya Magu, kwa maana inaingia mkoa wa Mwanza, katika hali ambayo wataalamu wako Mheshimiwa Waziri walikuja kutuelekeza jinsi gani kufungua kwa mabarabara. Kwa hiyo niombe, barabara hizi ni muhimu sana, ukiichukua itatusaidia. Lakini jambo lingine Mheshimiwa Naibu Spika, makao makuu ya wilaya yetu ya Itilima, kwenye utaratibu wa TANROADS kuna barabara ambayo inatoka Bariadi Kisesa. Basi tunaomba pale uidhibitishie upito, na naamini wataalamu wetu walishakuletea taarifa, basi ipatikane kipande cha lami katika maeneo ya makao makuu ili wananchi wa Itilima waweze kupata lami katika maeneo hayo, hasa kwenye upande wako wa TANROADS. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tumetumia fedha nyingi kujenga daraja la Shibiti, ambalo daraja hili linaunganisha na wilaya mkoa wa Singida na mkoa wa Manyara. Niombe, mwaka jana hapa kwenye wizara ya bajeti ya ujenzi, wabunge wenzetu waliomba sana na waliongelea sana swala hili. Nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, utaratibu wa fedha nyingi ambao tumewekeza kwenye daraja la Shibiti, kama hatutatengeneza zile barabara za kutoka Shibiti Kisesa kwenda Lalagu, ukitoka Lalagu unakuja Bariadi, unaenda Magu, itakuwa haina maana yoyote, kwa sababu tumewekeza fedha nyingi. Nikuombe Mheshimiwa Waziri na timu yako, barabara ya Shibiti, daraja la Shibiti na barabara zake zote basi zifunguliwe ili kusudi muda wote kazi zifanyike. Ukifungua barabara ya Shibiti, Itilima, Kisesa mpaka Bariadi, utakuwa umetusaidia sana katika kutekeleza majukumu yako. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii inayoizungumzia ya Kisesa, sasa hivi tunaenda kufungua daraja la Busisi. Manake malori yanayotoka Dar es Salaam yanayokwenda Uganda yatatoka Dar es Salaam, yakifika Singida yatapita Shibiti, yatapita Kisesa, Bariadi, yanaenda kupita Magu yanaenda kuingilia Busagala, yananyoka moja kwa moja kwenda Bukoba na maeneo mengine. Kwa hiyo tunapofungua hizi barabara zina umuhimu mkubwa sana kwenye nchi yetu. Lakini vile vile tunapanua miji, kwa maana ya kwamba miji ambayo itakuwa haipitiwi itakuwa imepata uchumi wa kutosha, maana yake tutakuwa na pato kubwa la taifa. Kwa hiyo niendelee kushauri serikali kwamba uko umuhimu sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, wataalamu wetu kupitia TANROADS kwenye maeneo ambayo tunayozungumzia kila tukija katika bunge lako tukufu hili, basi uyafanyie kazi. Lakini jambo jingine Mheshimiwa Spika, barabara zetu tunazozitengeneza hizi, barabara ya kutoka Shinyanga Migumbi kwenda mpaka Msoma, barabara hizi katika ujenzi wake zimekuwa na vilaka vingi sana Mheshimiwa Naibu Spika.
ni hatari kubwa sana kwa taifa. Ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri na wataalamu wako, hasa barabara ya kutoka Migumbi Maswa Bariadi. Barabara hiyo kwa muda mchache haitamaniki, imekuwa na mabonde mengi sana kwa muda mchache. Kwa hiyo ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri na timu yako wapite tena kuangalia namna jinsi gani ya kumaliza tatizo hilo katika maeneo yako. Mabonde makubwa sana, utazani lami imejengwa zaidi ya miaka 7 wakati ni lami ya miaka 2-3. Jambo hili tunapolizungumza Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, basi wataalamu walifanyie kazi. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mkoa wetu wa Simiyu tuna barabara moja tu kubwa ya TANROADS ambazo ni 2. Ndio maana tunaizungumzia sana barabara ya Kisesa Bariadi Tima Magu. Mheshimiwa Naibu Spika na Mheshimiwa Waziri, na ikikupendeza ni kuombe sana uweze kutembelea maeneo hayo, ujifunze mwenyewe tunayoyazungumza haya maneno, ili kusudi ukifika basi ukikaa na timu yako utakuwa unajua tunakushauri nini na kwa wakati gani. Tunayo barabara moja tu ambayo ni barabara inaungana na mikoa mingine nje kwa nje. Kwa hiyo ni kuombe sana Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri achukue hili wazo ili alifanyie kazi. Lakini la mwisho zaidi ni wapongeze sana watumishi wa TANROADS kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa sisi waheshimiwa wabunge. Lakini ni maana ya kwamba nidhamu hii imeijenga kutoka wizarani inateremka mpaka chini. Basi tukupongezeni, lakini tunachohitaji sisi ni kupata utendaji ulio bora ili wananchi wetu waweze kupata huduma safi katika maeneo ambayo tunayoyazungumzia. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Naibu Spika, naunga hoja mkono. Asante sana.